Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii. Bila shaka ni papa hapa ambapo unapokea taarifa za kimataifa. Tunakuzungusha katika kila pembe kote ulimwenguni, na taarifa hizi Beatrice, bila shaka ni kwa uwezo mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na kama ilivyo ada mtazamaji, tumekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na jamii ya Kichina kote duniani ambayo ilisherehekea mwaka wao mpya wa farasi. Kadhalika kongamano la 39 la Muungano wa Afrika laandaliwa jijini Addis Ababa nchini Ethiopia, ikiangazia kuwepo kwa maji ya kutosha na ustawi, huku makubaliano mbalimbali yakiafikiwa. Na jiji kuu la Sudan, Khartoum, lililoathirika kutokana na vita, la shuhudia ufufuzi taratibu baada ya serikali kutoa udhibiti wake. Ndizo taarifa ambazo tumekuandalia mchana wa leo. Tunatoa mwaliko wa mapema maksudi twende sawa hadi tamati kwa taarifa hizi na taarifa nyingine zinazokuhusu wewe ndani ya kipindi Dunia Wiki Hii. Karibu mtazamaji kwenye makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich. Karibu sana. Mimi ni Isaac Lemoka. Karibu mtazamaji. Raia wa China kote duniani walisherehekea mwaka mpya wa Kichina wa farasi kwa mbwembwe za kipekee, huku sherehe hizo zikiandaliwa katika nchi mbalimbali kote duniani na salamu za heri njema kupelekwa kwa raia wa Kichina. Uga wa burudani wa Shijingshan jijini Beijing, China uliandaa maonyesho ya taa kwa sherehe za mwaka mpya wa Kichina. Katika kaunti ya Weiyuan kwenye jimbo la Gansu kaskazini magharibi mwa China, wanakijiji waliandaa msafara wa shehuo kwa sherehe hizo. Na Kenya iliandaa mbio za farasi kusherehekea mwaka mpya wa Kichina ili kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni baina ya nchi hizi mbili. Na huko Hong Kong, maonyesho ya drone 2026 yaliandaliwa kwenye anga ya bandari ya Victoria, zikiunda picha za farasi. Na waziri mkuu wa Cambodia Han Manet alipeleka risala za heri njema kwa raia wa China na wale wa Cambodia wenye asili ya Kichina, huku sherehe za mwaka mpya wa Kichina wa farasi zikiandaliwa kote duniani. 3, 2, 1, Na jiji la St. Petersburg liliandaa tamasha ya 12 ya China na Urusi ya mwaka mpya wa Kichina, iliyowaleta pamoja wasanii kutoka nchi hizo mbili, ambapo nyimbo na ngoma za Kichina zilishamiri na kuimarisha utamaduni wa Kichina na mabadilishano baina ya watu wa nchi hizo mbili. Na ngoma ya Simba iliandaliwa chini ya bahari jijini Jakarta, Indonesia kwa sherehe hizo. Na hafla ya kitamaduni iliandaliwa kwenye uwanja wa Thuna huko Yangon, Myanmar kwa sherehe hizo zilizoleta pamoja maafisa wa serikali, wasanii wa kitamaduni, jamii ya Kichina na wakazi. Sherehe hiyo ilifunguliwa kwa pamoja na balozi wa China nchini Myanmar, Ma Jia, na naibu mwenyekiti wa tume ya usalama na amani nchini Myanmar, Jenerali Mkuu Soe Win. Na fataki zilirembesha anga juu ya mto Sava kwenye mnara wa Belgrade nchini Serbia kuashiria mwaka mpya wa Kichina, huku balozi wa China nchini humo Ling Ming akizungumzia kuimarika kwa ushirikiano baina ya raia wa nchi hizo mbili. Na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana iliandaa dhifa ya wanafunzi kusherehekea mwaka mpya wa Kichina, huku tamasha mbalimbali za utamaduni wa Kichina zikiandaliwa. Happy Lunar New Year. Viongozi mbalimbali duniani walipeleka risala za heri njema kwa raia wa China, wakiwemo Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres. Happy New Year to everyone in China. Rais wa Kamati ya Kimataifa ya Olimpiki Kasti Coventry, Rais Alexander Van der Bellen wa Austria, Rais Nikos Christodoulides wa Cyprus, Rais Asif Ali Zardari wa Pakistan, Rais Yamandu Orsi wa Uruguay, miongoni mwa wengine. Na watalii kutoka Uhispania, Ureno na Brazil walijiunga kwenye sherehe za mwaka mpya wa Kichina jijini Beijing, huku wakifurahia shughuli mbalimbali za utamaduni wa Kichina.
Kikao cha 39 cha Baraza la Marais na wakuu wa serikali cha Muungano wa Afrika kiliandaliwa jijini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo Rais William Ruto wa Kenya alikuwa miongoni mwa marais waliohudhuria kongamano hilo. Kongamano hilo la siku mbili lilowaleta pamoja viongozi wa nchi wanachama wa Muungano wa Afrika lilianzishwa kwa maudhui ya kuhakikisha uendelevu katika kuwepo kwa maji na mifumo salama ya usafi ili kufikia malengo ya ajenda nambari 2063. Mbali na usimamizi endelevu wa rasilimali za maji, wajumbe hao pia walijadili masuala mbalimbali yakiwemo amani na uthabiti wa kisiasa, ustawi wa kiuchumi, utangamano wa kanda na juhudi za kuimarisha hadhi ya bara hili kimataifa na umoja wake. Kikao hicho cha ufunguzi kilihudhuriwa na marais wakuu wa serikali pamoja na viongozi wa mashirika bara hili na kimataifa, akiwemo mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Wakati huo zaidi ya watu milioni 400 kote barani Afrika wakikosa maji ya kutosha. Usimamizi endelevu wa rasilimali za maji ni muhimu katika kuafikia maazimio ya maendeleo barani humu, kwa mjibu wa kamishna wa Muungano wa Afrika kuhusu kilimo, ustawi na maeneo ya mashinani, uchumi wa rasilimali za baharini na maendeleo endelevu, Moses Vilakati. Alisema hayo alipohutubia wanahabari kandoni mwa kongamano hilo. Alisema kuwa maudhui ya mwaka huu yanayoangazia maji na usafi yanaakisi utambuzi wa pamoja wa muhimu wa maji na usafi kama nguzo muhimu ya usalama wa kibinadamu, uthabiti wa kijamii na mabadiliko ya kiuchumi barani humu, yakiungwa mkono na azma thabiti wa kisiasa katika kiwango cha juu zaidi. Alizungumzia nakisi ya kila mwaka ya takriban dola bilioni 30 za Kimarekani kutimiza lengo nambari 6 la maendeleo endelevu linalonuia kuhakikisha maji safi na usafi wa kutosha kwa wote kufikia mwaka 2030. Alisema kuwa maji ni muhimu kwa uhai na ustawi, kwani ni rasilimali muhimu katika sekta za kilimo, kawi, viwanda na pia mazingira ya kimaumbile, ambayo ni kiini muhimu cha riziki kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika, hasa katika maeneo ya mashinani. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kuwa nchi zilizostawi ni sharti zitimize ahadi zao za kufadhili nchi zinazostawi kwa dola trilioni 1.3 kwa mwaka kufikia mwaka 2035 ili kushughulikia juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Africa is navigating some of the world's hardest challenges. Guterres alitoa wito huo kwenye kikao cha ufunguzi cha mkutano wa 39 wa Baraza la Marais na wakuu wa serikali wa Muungano wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia. Alisema kuwa mabadiliko ya hali ya anga yameendelea kusababisha madhara makubwa kwa sayari hii na riziki za watu, huku bara Afrika likiathirika kutokana na ongezeko la viwango vya joto, ingawa linachangia kiwango cha chini zaidi cha gesi ya kaboni. Africa faces faster than average water. Alisema kuwa bara hili linaweza kuwa kitovu cha kawi safi duniani iwapo litaweza kutumia rasilimali safi, ikiwemo kawi inayotokana na jua, ambayo huwa 60% ya uwezo wa uzalishaji kawi hiyo duniani. Hata hivyo, bara hili hupokea 2% pekee ya uwekezaji katika kawi safi duniani. Kwingineko, Guterres alisema kuwa bara Afrika linakabiliwa na baadhi ya changamoto kubwa za duniani kwa azma, ubunifu na ustahimilivu. Akiwahutubia wanahabari kandoni mwa kongamano la 39 la Muungano wa Afrika katika makao makuu ya muungano huo jijini Addis Ababa, Ethiopia, Guterres alikiri kwamba nchi za Kiafrika zinatekeleza juhudi kabambe za kushughulikia changamoto za kimaendeleo. Alisema kuwa baadhi ya changamoto hizo ni mizigo ya madeni, viwango vya juu vya riba ya mikopo na ukosefu wa ufadhili wa kudumu unaotatiza ukuaji wa elimu, mifumo ya afya na kubuni nafasi za ajira, na pia majanga ya kimaumbile ikiwemo ukame, mafuriko, njaa na viwango vya juu zaidi vya joto. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika Mohamed Ali Yusuf aliibua wasiwasi kuhusiana na kushindwa kwa bara hili kushughulikia changamoto za amani na usalama katika sehemu mbalimbali za bara hili.
Aliyesema hayo wakati wa kikao cha ufunguzi wa mkutano wa 39 wa Baraza la Marais na wakuu wa serikali wa Muungano wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia. Akikiri udhaifu wa kisiasa na kitaasisi katika nchi kadhaa za Kiafrika kuwa tatizo kubwa, alisema kuwa mizozo inaendelea kukithiri. Alizungumzia hali nchini Sudan, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Somalia, miongoni mwa nyingine, akisema kuwa watu wanaendelea kuteseka kutokana na ukosefu huo wa udhabiti. Wakati huo huo, mwenyekiti huyo wa muungano huo wenye nchi 55 wanachama alisema kuwa msukosuko wa kimataifa unaathiri masuala ya bara hili. Alisema kuwa kutokana na changamoto za ushirikiano wa kimataifa, bara hili linafaa kuimarisha umoja wake ili kuhimili misukosuko hiyo. Akisema kuwa bara hili ni sharti lijiimarishe kwa kuharakisha mipango yake ya utangamano wa kisiasa na kiuchumi, na kwamba taasisi za bara hili zinafaa kuimarisha maradufu juhudi za azma yake. Alisema kuwa ajenda nambari 2063 na mipango yake inafaa kuwa miongozo ya kuwafikia bara dhabiti, huru na lililo stawi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa upande wake alikariri haja ya kutumia fursa ya idadi kubwa ya watu barani humu kuleta maendeleo. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwen. Na huku mtoto mmoja kati ya 8 wachanga barani Afrika wakishindwa kusoma au kufahamu, wito wa kushughulikia umaskini katika upatikanaji wa elimu umetolewa ili kuafikia malengo ya kimaendeleo barani humu, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Muungano wa Afrika. 2034, every African child must achieve foundational literacy and numeracy. Gaspard Banyan-Kibona, ambaye ni kamishna wa elimu, sayansi na teknolojia pamoja na ubunifu katika Tume ya Muungano wa Afrika, aliyasema hayo kwenye mkutano na wanahabari kando mwa kikao cha 48 cha Baraza Kuu la muungano huo katika makao ya kimjiji jijini Addis Ababa, Ethiopia. Aliongeza kusema kuwa kukomesha hali hiyo kupitia marekebisho yenye ithibati ni lazima ili bara hili liendelee katika muongo ujao. Alitoa wito wa azma ya ngazi ya juu ya kisiasa serikali za bara hili kuipa umuhimu elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu katika mabadiliko ya kijamii na kiuchumi barani humo, ustawi na viwanda na ajenda za kuleta amani. Banyan-Kibona alikariri kwamba suluhu kwa mzozo wa elimu ya kimsingi ni katika kuwapa walimu uwezo. Alisema kuwa walimu ndio wadau muhimu zaidi katika shughuli za masomo, lakini idadi yao haitoshi, akisema kuwa bara hili linahitaji walimu milioni 17 zaidi kufikia mwaka 2030 ili kutimiza malengo yake ya kielimu. Alihimiza nchi wanachama wa Muungano wa Afrika kuwekeza zaidi katika utafiti na ustawi, kuanzisha vituo vya kitaifa vya ubunifu na kujumuisha mpango wa kisayansi, teknolojia na ubunifu kwa bara hili katika mikakati yao ya kitaifa. Alisema kuwa mwaka huu bara hili linanuia kuanzisha hazina ya elimu, sayansi na teknolojia pamoja na ubunifu ili kuharakisha uwezekanaji wa mafunzo wa elimu, teknolojia ya elimu na maabara za ujuzi. Alisema kuwa hazina hiyo itafadhili elimu ya kimsingi, mafunzo kwa walimu, mabadiliko ya kidijitali, utafiti na ubunifu, kulainisha ujuzi na chumi za zinazohifadhi mazingira na zile za kidijitali, na kuimarisha udhibiti wa bara hili wa mifano ya ufahamu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Bara Afrika linakabiliwa na nakisi kubwa ya ufadhili wa muundo msingi muhimu, huku ufadhili wa juhudi za ustawi ukipungua, kwa mujibu wa kamishna wa Muungano wa Afrika kuhusu muundo msingi na kawi, Lerato Dorothy Mataboge. Akiwahutubia wanahabari kandoni mwa kikao cha 48 cha Baraza Kuu la Muungano wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia, Mataboge alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kuimarisha juhudi za kukusanya rasilimali ili kushughulikia nakisi ya ufadhili wa ustawi wa muundo msingi barani humu. Alisema kuwa nakisi hiyo inaathiri ustawi wa muundo msingi kote barani humu na pia kutatiza ukuaji wa bara hili, ushindani na biashara miongoni mwa nchi wanachama wa muungano huo. Kulingana na Muungano wa Afrika, muundo msingi barani humu unahitaji takriban dola bilioni 130 hadi 170 za Kimarekani kwa mwaka,
huku nakisi ya ufadhili ikipunguza ukuaji wa pato jumla la bara hili kwa 2% kwa mwaka. Alitoa wito wa kutumiwa kwa suluhu bunifu za ufadhili kupitia ukusanyaji rasilimali barani humu, kuimarisha taasisi za kimataifa barani humu na kushauriana kwa njia mwafaka na washirika wa kimataifa kutumia rasilimali zake kufadhili miradi ya ustawi wa muundo msingi. Alisema kuwa ufadhili umekuwa changamoto kuu kwa ustawi wa muundo msingi barani humu na kwamba nchi nyingi za Kiafrika zinakabiliwa na msukosuko wa kifedha huku zikishindwa kupata mikopo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tuelekea kwenye mapumziko. Wewe usiende mbali mtazamaji, manake Dunia Wiki Hii kirejea bado tunazo taarifa lukuki ambazo zinakuhusu wewe sana kutoka katika mataifa mbalimbali kote ulimwenguni. Hii unaitizama ni TV yako pendwa KBC Channel 1. Na makala hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili. Na katibu mkuu wa tume ya kiuchumi ya Umoja wa Mataifa barani Afrika yani UNECA Clever Gatete alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kukusanya na kusimamia ufadhili wa kimaendeleo kwa njia bora zaidi na kuimarisha utangamano wa soko la bara hili ili kuhimili misukosuko ya kiuchumi kote duniani. Akizungumza kwenye kikao cha ufunguzi cha mkutano wa 48 wa Baraza Kuu la Muungano wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia, Gatete alisema kuwa mawaziri wa masuala ya nchi za kigeni wa Afrika walikutana katika kipindi muhimu cha mabadiliko ya kiuchumi kinachohusisha kupungua kwa kiwango cha ukuaji duniani na kuzidisha taharuki za kibiashara huku mifumo ya uwasilishaji bidhaa ikibadilishwa. Alisema kuwa mtaji umekuwa ghali zaidi huku ufadhili wa kimaendeleo ukipungua, hivyo basi changamoto hizo za kiuchumi zinazidishwa na kudorora kwa hali ya usalama pamoja na mabadiliko ya hali ya anga. Vilevile alisema kuwa miongo mingi nchi zinazostawi zilitegemea mfumo wa kuuza nje malighafi, kuagiza bidhaa zilizotengenezwa na ufadhili wa kifedha, lakini sasa hali hiyo imebadilika na hivyo ni sharti bara hili libuni mfumo wake wa kiuchumi. Ili kushughulikia mfumo changamano wa kiuchumi duniani, Gatete alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kutumia na kuongeza dhamani ya mali asili ya bara hili. Alisema kuwa bara la Afrika lina ardhi, uwezo wa kawi safi, madini muhimu na wafanyikazi vijana, huku tatizo tu likiwa mifumo ya kiuchumi itakayowezesha mali hiyo kuwa na thamani kwa bara hili. Maudhui ya mwaka huu ya Muungano wa Afrika ni kuhakikisha uendelevu katika kuwepo kwa maji na mifumo salama ya usafi ili kufikia malengo ya ajenda nambari 2063. Nikiripotia Dunia Wiki Hii kwenye runinga ya KBC Channel 1, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Na jiji kuu la Sudan, Khartoum, limeathirika vibaya kutokana na vita vilivyodumu kwa takriban miaka mitatu, huku barabara ambazo kwa wakati mmoja zilijaa shughuli nyingi sasa zikiwa mahame, majengo kuharibiwa na afisi za serikali kuteketezwa. Hata hivyo, licha ya hayo yote, hali ya kawaida inarejea kwa utaratibu jijini humo. Tazama. Kabla ya mzozo huo kuzuka mwezi Aprili mwaka 2023, jiji la Khartoum lilikuwa kitovu cha kiuchumi nchini Sudan, likichangia 35% hadi 40% ya pato jumla la kitaifa na kuajiri zaidi ya 45% ya wafanyakazi nchini humo, kwa mujibu wa mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi Abdul Khalik Majub. Lakini jiji hilo limesalia gofu. Majub anakadiria kwamba 60 hadi 70% ya shughuli za kiuchumi katika jiji hilo, huku ufufuzi ukifikia 20 hadi 30% pekee kwa sasa. Hata hivyo, baada ya vikosi vya serikali kukomboa jimbo la Khartoum kutoka kwa kundi la waasi wa Rapid Support Forces RSF mwaka uliopita, dalili za ufufuzi zimeanza kudhihirika. Kwenye barabara ya Al Huria, ambayo ni soko kuu la vifaa vya kielektroniki jijini humo, shughuli za kibiashara zinarejelea taratibu. Na huko Oduman, ambayo ni sehemu ya eneo la jiji la Khartoum, dalili za ufufuzi ni dhahiri.
Katika soko kubwa, biashara imeshamiri huku wakazi wakinunua bidhaa za makazi yao. Licha ya kurejea kwa takriban wakazi milioni 1.4 kwenye jiji hilo kuu tangu mapema mwaka huu, kuna kurejeshwa kwa makao makuu ya serikali jijini Khartoum mwezi Januari, viwango vya mauzo kwenye masoko jijini Khartoum ni 40% hadi 50% pekee, ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kabla ya vita hivyo kuzuka. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Nchini Iran, mshauri mmoja mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei alisema kuwa mashauriano baina ya nchi hiyo na Marekani yanaweza kuendelea na kulinda maslahi ya pamoja iwapo yataepusha shinikizo nyingi. Ali Shamkhani ambaye ni katibu wa Baraza la Ulinzi la Iran aliyasema hayo kwenye mahojiano na shirika la habari la Al Jazeera la Qatar alipozungumzia mashauriano yasiyo ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran baina ya nchi hiyo na Marekani, ambapo awamu ya kwanza iliandaliwa nchini Oman tarehe 6 mwezi huu. Shakman alisema kuwa kujiepusha na vitendo ambavyo huenda vikatatiza udhibiti wa usalama wa eneo la magharibi mwa bara la Asia ni mkondo ufao wa pande zote husika, akiongeza kusema kuwa hatua za kidiplomasia katika kanda hiyo zinanuiwa kukomesha taharuki na kuimarisha suluhu za kisiasa. Alikariri kwamba mpango wa makombora wa Iran ni miongoni mwa masuala makuu na kuonya kuwa nchi hiyo itachukua hatua mwafaka iwapo itachokozwa. Alisema kuwa Israeli haiwezi kuishambulia Iran bila usaidizi wa Marekani, akikariri kwamba jeshi la Iran limejiandaa kikamilifu kukabiliana na hali yoyote. Aliyasema hayo huku taharuki kitanda baina ya Iran na Marekani, huku jeshi la Marekani likishika doria kwenye kanda hiyo licha juhudi za hivi majuzi za kidiplomasia. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Tuelekee nchini Afrika Kusini ambapo Rais Cyril Ramaphosa alitangaza uamuzi wa kupelekwa wanajeshi kusaidia kukabiliana na uhalifu alioutaja kuwa tishio kubwa zaidi linalokabili nchi hiyo. Aliyatangaza hayo alipotia hotuba kuhusu hali ya nchi hiyo kabla ya kikao cha pamoja cha mabunge mawili kwenye ukumbi wa Cape Town. Alisema kuwa uhalifu ndio tishio kubwa zaidi kwa demokrasia, jamii na ustawi wa kiuchumi wa taifa hilo, akisisitiza kuwa suala kuu kwa serikali mwaka huu litakuwa kuimarisha vita dhidi ya uhalifu na makundi ya wahalifu kupitia teknolojia, ujasusi na udumishaji sheria. Alisema kuwa vile uhalifu husababisha mauaji, vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo vitapelekwa kuwasaidia maafisa wa polisi. Akiongeza kusema kuwa maafisa 1500 zaidi wa polisi watasajiliwa mwaka huu, huku sheria za umiliki wa bunduki zikiimarishwa zaidi, ambapo makundi ya ujasusi yatalenga makundi ya wahalifu kote nchini humo. Mbali na uhalifu, Ramaphosa alizungumzia tatizo la uhaba mkubwa wa maji unaokumba raia wengi wa nchi hiyo. Alikiri kwamba mipango na usimamizi duni katika manispaa ndio sababu kuu ya uhaba huo, akisema kuwa suluhu ni uwekezaji na marekebisho ya kudumu. Alisema kuwa serikali itaanzisha kamati ya kitaifa ya kushughulikia uhaba huo wa maji ambayo atakuwa mwenyekiti wake, na kwamba kamati hiyo itashirikisha juhudi za kitaifa na kuhakikisha hatua za haraka zinachukuliwa. Kwenye hotuba hiyo ya kila mwaka, rais pia alibainisha malengo mengine muhimu ya sera, yakiwemo kuharakisha ukuaji wa kiuchumi na uwekezaji, kuimarisha marekebisho ya kawi na muundo msingi, kuimarisha mipango ya kubuni nafasi za ajira, kuimarisha uwezo wa uchukuzi na viwanda, na kuendeleza marekebisho ya kimuundo ili kuimarisha imani ya wawekezaji. Dunia Wiki Hii. Jina langu ni Koli Kwendo. Makao makuu ya kijeshi ya Marekani ya Pentagon yalisema kuwa vikosi vya Marekani vilinasa na kuabiri meli nyingine ya kusafirisha mafuta inayohusishwa na Venezuela kwenye bahari ya Hindi. Jione.
Meli hiyo kwa jina Veronica 3 ilifuatiliwa na maafisa wa Marekani kutoka bahari ya Caribbean hadi kwenye bahari ya Hindi kabla ya kusimamishwa na kukaguliwa, kwa mujibu wa taarifa ya Pentagon katika ukurasa wake wa X. Tovuti za kufuatilia meli na takwimu za masuala baharini zilitambua meli hiyo ya Veronica 3 kuwa ya kusafirisha mafuta kutoka Panama. Awali jeshi la Marekani lilifuatilia meli ya kubebea mafuta iliyohusishwa na Venezuela kwa jina Aquila 2 kutoka kwa bahari ya Caribbean na kuiabiri kwenye bahari ya Hindi. Rais Donald Trump wa Marekani aliagiza kile alichokitaja kuwa kuzuiliwa kamili kwa meli zote za mafuta zilizowekewa vikwazo na Marekani zinazoingia au kuondoka nchini Venezuela mwezi Disemba. Hatua hiyo imeendelea kufuatia mashambulizi ya Marekani na kuzuiliwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro tarehe 3 mwezi Januari. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na mtazamaji, kufikia hapo sasa hatuna la ziada ila kulikunja jamvi hili la Dunia Wiki Hii, tukiwa na matumaini mengi kwamba umeweza kufaidi na taarifa ambazo tumekuandalia hivi leo. Jumuika na sisi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Asante sana kwa muda wako. Shukrani sana kwa utazamaji wako. Hadi wiki ijayo majaliwa, mimi naitwa Beatrice Gatonya Ngetich. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemuka.